السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله, tumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa fadhila zake mbalimbali na neema zake, na hii katika neema moja ni kutumia wasaa wetu, afya yetu na muda wetu katika kumtafuta Mwenyezi Mungu, kumjua Allah kwa kusoma kitabu chake cha Qur'an. Insha Allah leo katika darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani tutaisoma suratul Baqara aya nambari 39. Aya nambari 39, kukiwa kuna maagizo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawaambia waja wake baada ya tukio kubwa la Nabiiullah Adam kuteleza, akaukaribia mti aliokatazwa kuukaribia. Baadaye Allah akamfundisha namna ya maneno ya kuleta toba, akaleta toba, lakini makazi yao yakawekwa kuwa ni katika ardhi ulimwenguni. Baada ya kuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwelekeza Nabii Adam, anawaelekeza wanadamu wote pia ya kwamba vipi wafanye, namna gani waishi. Ndiyo maana baada ya kusema kwamba ukija muongozo wake Mwenyezi Mungu, basi watu atakayefuata au watakaofuata muongozo huo watakuwa hawatapata huzuni katika ulimwengu wala akhira, hawatakuwa na hofu hapa wala hawatakuwa na huzuni akhira. Aya 39 ambayo tunaanzia nayo leo, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, walladhina kafaru, na wale waliokufuru, wakadhabu biayatina, na wakazikanusha wakazikadhibisha aya zetu, ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo, ashabun nari, ndio watu wa motoni. Mwongozo umekuja, kuna watu wataofuata, hao hawatakuwa na huzuni lakini kuna watu wataukanusha mwongozo. Walladhina kafaru, na wale na ambao wataukanusha mwongozo wa Mwenyezi Mungu, wakadhabu biayatina, na wakazikadhibisha aya zetu, ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo, ashabun nari, ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun, wao watakaa humo milele. Hum fiha khalidun, wao watakaa humo milele. Waliyadhu billahi min dhalik, Mungu atuepushe na moto. Akatoa maagizo kwa wana Israel, kizazi cha Israel, akisema ya bani Israel, enyi wana wa Israel, udhkuru ni'mati allati, zikumbukeni neema zangu ambazo, an'amtu alaikum, nimekunemesheni kwenu. An'amtu alaikum, nimekunemesheni nyinyi. Wa aufu biahdi, na itekelezeni ahadi yangu. Ufi biahdikum, nitaitekeleza ahadi yenu. Mwenyezi Mungu anawaambia wana wa Israeli, lakini pia akamwambia wa iyaya farhabun, na mimi peke yangu niogopeni. Wa iyaya farhabun, na mimi peke yangu mniogope, mnihofu mimi. Maana yake nini? Anawataka wana wa Israeli wazikumbuke neema za Mwenyezi Mungu alizowaneemesha. Na wewe mje ukitaka ukimbilie haraka kuyafanya mambo ya Allah ambayo kakuagiza, basi muhimu sana uzifikiri zile neema za Mwenyezi Mungu ambazo huwezi kuzipata mahala pengine. Allah ndo kakupa wewe neema zile, ukizikumbuka itakuwa nguvu kwako kuyaendea maagizo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu unaangalia aliyekufadhili neema zile nani, aliyekupa neema zile nani. Ikiwa yeye kakupa, utashindwa wewe kumwabudu, utashindwa kuweka paji lako la uso kwenye ardhi. Ndio Allah anawaambia zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu, neema zangu ambazo nimekuneemesheni,
wa aufu biahdi, itekelezeni ahadi yangu. Ahadi ni yale maagizo Mwenyezi Mungu aliyokupeni, fanyeni hili, fanyeni hili. Ufi biahdikum, nitatekeleza ahadi zenu, ahadi yenu. Nitatekeleza ahadi yenu, maana yake kama mtatekeleza ahadi yangu, maana kutekeleza yale maagizo yangu, na mimi nitatekeleza ahadi yenu kuwapa pepo yangu. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kuwapa pepo kila wale ambao watatekeleza kama alivyoagiza yeye. Wa iyaya farhabun, na peke yangu niogopeni. Wa aminu bima anzaltu, na aminini kile nilichokiteremsha. Musaddiqan, chenye kusadikisha, lima ma'akum, yale yaliyo pamoja na nyinyi. Allah anawaagiza wana wa Israel manake waamini kitabu cha Mwenyezi Mungu cha Qur'ani. Wao walikuwa hawataki kuamini Qur'ani, baadhi yao wengi wanaamini tu Taurati, Injili, wanamwamini Nabii Musa, lakini Nabii Muhammad sallam, kwa wale kizazi cha Israeli kilichomkutia Mtume Muhammad sallam, ambao walibakia walikuwepo pale Madina, wengine Maka. Sasa wale walikuwa hawataki kuamini Qur'ani, hawataki kuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anawaambia wa aminu, aminini, bima anzaltu, kile nilichokiteremsha, musaddiqan, chenye kusadikisha, lima ma'akum, yale yaliyo pamoja na nyinyi. Nyinyi mlikuwa na Taurati, nyinyi mlikuwa na Injili, basi hichi kitabu cha Qur'ani ndo yale kinaunga mkono tu pale pale. Wala takunu awwala kafirin bihi, wala msiwe wa mwanzo kukanusha kitabu hicho. Wala takunu awwala kafirin bihi, wala msiwe wa mwanzo kukanusha kitabu hicho. Kwa nini msiwe wa mwanzo? Maana yake hawa tayari wana ilmu, wana utambuzi, wana utabiri uliozungumzwa katika vitabu vilivyotangulia, wana ilmu, lakini wao walitakiwa wawe wa mwanzo kuamini, kwa sababu yale yaliyokuta kwenye Taurati ndio yaliyo kwenye Qur'ani, ndio yaliyodhihiri kama yale. Sasa wao walitakiwa watu wa mwanzo kuamini na kuwashawishi wengine. Kwa sababu gani? Tayari wanajua, wana ujuzi, wana ilmu. Allah anawaambia wala takunu awwala kafirin bihi, wala msiwe wa mwanzo ukanusha kitabu hicho. Wala tashtaru bi ayati, wala msizibadilishe aya zangu, msiziuze aya zangu, thamanan qalila, kwa thamani iliyo ndogo. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wala msiziuze aya zangu kwa thamani ndogo. Wa iyaya fattaqun, na mimi peke yangu niogopeni. Aya 42 Allah akawaambia wala talbisul haqqa bil batili, wala msichanganye haki na batili, wala msichanganye haki na batili. Wataktumul haqqa, mukaificha haki, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnaijua. Wala wataktumul haqqa, na mkaificha haki, wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnaijua hiyo haki. Tayari wanajua haki, lakini wanaficha, wanabadilisha. Kuchanganya haki na batili manake ni kubadilisha ile ukweli kwa uongo. Na aya 43 Mwenyezi Mungu akasema wa aqimus salata, nasimamisheni swala, wa atu zakat, na mtoe zaka, warka'u ma'ar raki'in, na mrukuu pamoja na wenye kurukuu. Muswali manake pamoja na kuswali, warka'u ma'ar raki'in, na mrukuu pamoja na wenye kurukuu. Inshallah tutafikia hapo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.